Kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu, amina. Karibu ndugu msikilizaji katika masomo na tafakari yetu Ijumaa ya leo katika kumbukumbu ya Mtakatifu Antonio wa Padua aliyekuwa padri na mwalimu wa kanisa. Tuombe ili kupitia kwa maombezi ya mtakatifu huyu Antonio wa Padua tukazidi sote kuimarika katika imani. Masomo yetu siku ya leo, somo la kwanza ni barua ya pili ya Mtakatifu Paulo kwa Wakorintho, mlango wa 4 mstari wa 7 hadi 15. Zaburi ya kuitikizana ni Zaburi 116. Masomo haya tasomewa na Felika Omukuba kutoka parokia ya Mary Mother of God Embulbul, Jimbo Katoliki la Ngong. Somo katika barua ya pili ya Mtakatifu Paulo kwa Wakorintho. Ndugu, tunayo hazina hii ya utume katika vyombo vya udongo ili ionekane ya kuwa uwezo huu mkubwa mno unatoka kwa Mungu, si kwetu. Tunasongwa toka pande zote, lakini hatugandamizwi chini. Twahangaika, lakini hatukati tamaa. Tunadhulumiwa, lakini hatuachwi bila msaada. Tunaangushwa, lakini hatuangamii. Kila wakati tunayachukua maumivu ya kifo cha Yesu miilini mwetu, ili uzima wake Yesu ufafanuke pia katika miili yetu. Kwa maana sisi tulio wazima tunatolewa daima tufe kwa ajili ya Yesu, ili uzima wake Yesu ufafanuke pia katika miili yetu inayokumbwa na kifo. Kwa hiyo, ndani yetu sisi kinatendeka kifo, ndani yenu nyinyi uzima. Lakini roho ya imani tulio nayo ni sawa kwetu na kwenu, kama ilivyoandikwa, nilisadiki, kwa hiyo nimesema. Nasi tunasadiki tukisema, tunajua ya kuwa yeye aliyemfufua Bwana Yesu atatufufua sisi pia pamoja na Yesu na kutuweka pamoja nanyi mbele yake. Hayo yote nayavumilia kwa ajili yenu, ili kwa shukrani ya wengi zaidi neema iongezeke na kumtukuza Mungu zaidi. Neno la Bwana. Tumshukuru Mungu. Zaburi ya kuitikizana. Nitakutolea dhabihu ya kukushukuru, e Bwana. Aleluya, aleluya. Mtang'aa kama mianga katika ulimwengu, mkilishikilia neno la uzima. Aleluya. Bwana awe nanyi. Somo la Injili takatifu ilivyoandikwa na Mathayo. Ni Mathayo mlango wa 5 mstari wa 27 hadi 32. Wakati ule Yesu aliwaambia wafuasi wake, mmesikia kwamba imenenwa, usizini, na ninawaambieni, kila amtazamaye mwanamke kwa kumtamani amekwisha kuzini naye moyoni mwake. Jicho lako la kulia likukosesha, uling'oe na kulitupilia mbali, kwa maana ya kufaa zaidi kupotewa na kiungo kimoja kuliko kutupa mwili wako wote mzima jehanamu. Na mkono wako wa kulia ukukosesha, ukate na kuutupilia mbali. Afadhali upotewe na kiungo kimoja kuliko kutupwa mwili wako mzima jehanamu. Tena imenenwa, mtu anayemwacha mke wake ampe hati ya talaka. Mimi lakini nawaambieni, kila anayemwacha mke wake isipokuwa kwa sababu ya ndoa ya maharimu, anamtia katika hali ya uzinzi. Kadhalika mtu akimwoa mwanamke aliyeachwa anazini. Injili ya Bwana. Sifa kwako, ewe Kristo. Karibu ndugu msikilizaji katika tafakari yetu siku ya leo katika kumbukumbu hii ya Mtakatifu Antonio wa Padua aliyekuwa padri na mwalimu wa kanisa. Leo hii wapendwa wa Mungu, ningependa tuweze kutafakari zaidi kuhusu kuweza kuweka kitu tunaita discipline katika mwili wetu ama katika sehemu zetu za mwili. Na ndio maana leo hii wapendwa wa Mungu, Yesu Kristo anatumia neno kukata na kung'oa
kuonyesha kuwa ndio tuweze kushinda majaribu, ndio tuweze kushinda vishawishi, sharti ndugu msikilizaji tuweze kuwa na kitu tunaita discipline ama adabu katika viungo vya miili yetu. Wapendwa wa Mungu, Yesu Kristo anaposema kukata ama kung'oa, hamaanishi kuwa literally tuweze kufanya hivyo, lakini kama kuna vitu ambavyo vitatufanya tuweze kutenda dhambi, ni vizuri tuweze kuachana navyo. Wacha tutumie mfano huu ndugu msikilizaji. Kama kuna urafiki na urafiki huu unaona unakupeleka katika nafasi ya kutenda dhambi, mnaweza bado kubaki kuwa marafiki, lakini kujiepusha na vitu ambavyo vitakufanya uweze kuanguka katika majaribu na kuweza kufanya uweze kutenda dhambi. Hivyo ndugu msikilizaji, ndio kukata, ndio kung'oa. Maana kama unajua ndugu msikilizaji, ninapomtembelea jirani yangu, nitakapokuwa natoka katika nyumba ile ndawaacha kama wamehuzunika, nitaenda pale pengine sitanyamaza, nitaropokwa niseme vitu ambavyo vitaacha nyumba ile kama wamekosana kuliko vile nilivyowapata. Ni vema usiende pale. Na ikiwa nikiongea ndugu msikilizaji nitafanya watu waweze kukosana, ni heri nisiongee. Ikiwa ndugu msikilizaji nikiona ninafanya niweze kuwa na tamaa katika mwili wangu, nataka tamaa pengine katika kutaka kitu cha jirani na kadhalika, kutaka pengine nyumba, kutaka pengine mali ya jirani na kadhalika, ni vizuri ndugu msikilizaji usiangalie. Wapendwa wa Mungu, mambo haya ambayo nayasema najua ni magumu mno wakati mwingine kuyatekeleza katika maisha yetu ya Kristo. Ni vigumu kuyatenda katika maisha yetu ya Kristo. Na ndio maana leo hii wapendwa wa Mungu, ni maneno mazito, lakini vizuri tuweze kuyachukua jinsi ilivyo. Tukiangalia mambo ya mitume, haswa tukisoma somo la kwanza siku hii ya leo, tukiongozwa na mtakatifu Paulo anaeleza wazi kuwa nimetesa mwili wangu kusudi nyinyi muweze kuokolewa. Nimeumiza mwili wangu kusudi nyinyi msiumie tena. Nimeweza kutesa vile ambavyo ninaishi kusudi nyinyi msikuwe mnaumia tena. Nataka tuweze kuomba siku ya leo na haswa katika tafakari hii wapendwa wa Mungu, ili neno la Mwenyezi Mungu hili ambalo tumelipokea lizidi kutuokoa na kutusaidia tusije tena tukaanguka katika majaribu, na tusije pia tukaanguka katika kuingia katika vitu ambavyo havistahili, ambavyo mwisho vitatufanya tuweze kutenda dhambi na kupoteza ufalme wa mbinguni. Wapendwa wa Mungu, tena tumeelezwa katika masomo siku ya leo kuwa sio lazima kitendo kiweze kufanywa ndio ukuwe umetenda dhambi. Hata ukuwa na nia ya kutenda ndugu msikilizaji unakuwa umekitenda. Leo ametumia nafasi ya kuzinzi, lakini kuna mambo mengine mengi katika maisha yetu ambayo tukiangalia zaidi tutaweza kujua kama tunafanya sawa ama hatufanyi sawa. Basi nataka tuombe siku ya leo wapendwa wa Mungu, tunapotafakari juu ya masomo haya ambayo ni masomo mazito, masomo ya kutafakari, masomo ya kujiuliza, kwa sababu ukiangalia vile ambavyo imeelezwa basi utajiuliza, then kama hiko hivi ni nani basi atanusurika? Who is safe kama mambo yanakuwa magumu jinsi ilivyo? Wapendwa wa Mungu, sio rahisi lakini inawezekana. Basi tuombe neema ya Mwenyezi Mungu ili kwa nyakati ambayo tumeanguka katika majaribu, Mungu akaweze kutuinua ili tusije tukabaki pale, bali kila wakati ambapo tumeanguka tuzidi kusimama na kuendelea na safari. Wapendwa wa Mungu, nitakutolea dhabihu ya kukushukuru Bwana, ndiyo zaburi ya kuitikizana siku hii ya leo. Tunapoangalia yale ambayo Mwenyezi Mungu amepata kututendea katika maisha. Mungu ametendea mambo makuu licha ya changamoto ambazo tumezipitia. Kuna wale ambao hawana kazi. Kuna wale ambao hawana amani katika familia zao. Kuna wale ambao wanapitia hali ngumu ya maisha katika mambo ya kiuchumi. Wapendwa wa Mungu, nasema msikate tamaa, usikate tamaa. Tumshukuru Mwenyezi Mungu katika hali yote. Mungu anatujua, Mungu anajua ukamilifu wetu, Mungu anajua udhaifu wetu, Mungu anajua tunaweza enda mpaka umbali gani. Basi tumuombe ili aweze kutuinua, na kubwa zaidi tuweze kumtolea Mungu dhabihu ya kushukuru, kwa sababu Mungu amekuwa mwaminifu katika maisha yetu. Basi tuombe tunaposhukuru Mungu katika siku hii ya Mtakatifu Antonio wa Padua, padri na mwalimu wa kanisa. Antonio wa Padua ni kati ya watakatifu wanaojulikana sana. Alizaliwa huko Ureno mwaka wa 1195 na kupewa jina Francisco. Mwanzoni alijiunga na watawa wa Mtakatifu Agostino, lakini baada ya kuvutiwa sana na kikundi cha watawa wa Francisco waliokufa kifo dini huko Moroko, aliamua kujiunga na watawa wa Mtakatifu Francisco na kuchukua jina Antonio. Alihubiri mahala pengi huko Ufaransa na huko kaskazini mwa Italia. Hatimaye alipiga kambi huko Padua alikofanya kazi ya kuhubiri na uponyaji.
Aliaga dunia mwaka 1231 akiwa na umri wa miaka 36. Tuombe. Ee Mungu mwenyezi na wa milele, umewajalia watu wako Mtakatifu Antonio wa Padua, padri na mwalimu wa kanisa, awe mhubiri maarufu na mwombezi wa watu katika shida zao. Utujalie kwa msaada wake tuifuate kwa bidii Injili ya Kristo, na tutambue msaada wa neema yako tunapopata magumu. Tunaomba hayo kwa njia ya Kristo Bwana wetu. Amina. Bwana awe nanyi, na wabariki Mungu Mwenyezi, Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Amina. Nimekuwa wako Padri Mika Kibet Kemboi. Tumsifu Yesu Kristo. Na Mtakatifu Antonio wa Padua utuombee. Mama yetu Maria ni mama wa neema, tena ni kimbilio la watu wote wakosefu. Ni msaada wa kweli, mama tuombee.